Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Karibu tukujuze hapa. Tutazungumza kuhusiana na utalii hasa kule Zanzibar, wakati huu ambapo idadi ya wageni walioingia visiwani Zanzibar imepungua na ni kwa 1.6% kwa mwezi Februari mwaka huu 2025 kutoka wageni 84,069 mwezi Januari ya mwaka huu hadi wageni 82,750 kwa mwezi Februari, na hii ni kwa mujibu wa takwimu za uingiaji wa watalii mjini Unguja ambazo zilitolewa kwa mwezi Februari na mtakwimu wa ofisi ya mtakwimu mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambaye alisema kupungua huko kumetokana hasa na kumalizika kwa kipindi cha watalii wengi na kumalizika kwa likizo za wageni hao. Sasa nini ambacho kinafanyika pale ambapo kuna majira tofauti? Kuna wakati ambapo watalii wanakuwa wengi ama idadi yao inakuwa nyingi, na kuna wakati ambapo wanaita low season, idadi ya watalii pia huwa ndogo. Kiuchumi tafsiri yake ni ipi na athari zake ni zipi? Ni miongoni mwa yale ambayo tutagusia, na tutagusia pia kuhusiana na hilo na wadau wa masuala ya utalii kuhusiana na namna ambavyo wanakabiliana na hali kama hiyo. Hapa studioni tunaye mchambuzi wa masuala ya uchumi Walter Nguma. Karibu sana. Asante sana Hilda. Karibu sana Walter. Zanzibar tutaungana kufahamu zaidi. Sana kaka, karibu sana na hongera. Ikaribia wapi? Hongera kaka. Nashukuru. Maana ile swala la utalii sasa, nadhani sasa ni wakati tukutafutia hoteli kwa ajili ya ya fungate na nini kwa ajili ya mapumziko. Kwa hiyo karibu sana. Nikaribia kwenye chama. Na kipindi cha low season ndio kipindi kizuri. Unajua busy na lakini nafikiri naona Hilda na wewe mmeamua kuwasiliana mvae mashati yanafanana. Mimi nahisi wote aliamka. Masuala ya protocol unajua. Mimi ngoja nahisi wote aliamka asubuhi akawasha TV akaona rangi ambayo inafanania. Akaona rangi ulovaa na yeye akaamua kutupia. Mimi nivaa rangi kwa sababu najua rangi aipendayo Hilda. Na hayo ni masuala ya utalii. Ni masuala ya utalii. Na unajua ukisha kuwa kwenye mambo ya utalii lazima ufahamu colors za siku. Lazima tafuta inspiration. Niko vizuri, niko vizuri. Kwa sababu unajua tunazungumzia utalii ni dhana pana sana. Kuna mtu anaweza kwa mfano akaenda Rwanda kwa sababu nyingi sana. Anaenda kutalii Rwanda, lakini kuna vitu vingi sana vinamfanya aende Rwanda. Vingi sana, watu wa sekta ya utalii kuna mambo mengi sana wanahitaji kuboresha ili utalii uweze kuongezeka. Tumeona takwimu hapa, kumekuwa na kupungua kwa idadi ya watalii Zanzibar. Unajua Zanzibar kwa mfano ukiangalia uwanja wa Karume ni wasema ndio the busiest, yani ndio uwanja ambao uko busy kuliko viwanja vyote vya ndege hapa nchini Tanzania. Kwa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Zanzibar ndio sehemu ambayo inatembelewa zaidi na watalii kuliko sehemu nyingine hapa nchini. Kwa hiyo tunapoona watalii wanapungua kwenye sehemu ambayo ni epicenter ya utalii, maana yake hiyo kidogo inatupa tunashtuka kidogo. Hata kama ulivyosema ni low season. Lakini pengine tuanzie hapo. Hii inatoa tafsiri gani ama inatoa ujumbe gani? Kwanza good luck niseme kwamba unapoona kwa mfano watalii wamepungua kwa Zanzibar, ni moja kwa moja na huko bara pia idadi hiyo inakuwa inapungua, kwa sababu watalii wengi wanaokwenda Zanzibar ndio wanaokuja huku bara. Na watalii wengi wanaokuja bara mara nyingi pia wanakwenda Zanzibar. Kama ukiona mara nyingi kwa mfano unapakia ndege kutoka Arusha unakuja Dar es Salaam, ikipita Zanzibar unaweza ukashangaa kama vile ndege inataka kufanywa usafi. Unaona watu wote wanashuka wanaishia Zanzibar. Au wakitoka Zanzibar inapita Arusha, utaona wanashuka pale Kilimanjaro Airport au uwanja wa ndege wa Arusha pale karibia ndege yote. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya bara na kule visiwani. Kwa hiyo picha hii ambayo tunaipata manake ni kwamba duniani kote niweze kusema kuna vipindi vya namna hiyo. Kuna vipindi vya high season na kuna vipindi vya low season. Lakini pia tunategemea kuona kwamba inapofikia mara nyingi kwamba tunaona kwamba kile kipindi cha low season kimefikiwa, hatutamani kuona kwamba idadi ya watalii ikipungua, bali tunatamani kuona aidha idadi ile ikiwa inaendelea kuwa vile au kuwa kubwa zaidi, kwa sababu tunasema ni kipindi ambacho watalii wa ndani
wanapaswa kuongezeka. Yani wale watalii wa ndani, kwa maana ya kwamba sasa kwa mfano wa Tanzania wengi kwamba sasa hivi wangekuwa wawe na mwamko mkubwa ambao ungewasaidia wao kuweza kwenda kwenye hivi vivutio kutokana na kwamba ni wakati wa soko lao sasa linakuwa limefunguka. Kwa hiyo unapoona kwamba wale watalii wa nje wamepungua na takwimu zikaonyesha watalii wamepungua, maana yake ni kwamba huku kwenye soko la ndani kuna kazi kubwa ya kufanya. Kwa maana ya kwamba Wazanzibari, wa Tanzania wote kwa ujumla wake, hakujawa na mwamko mkubwa wa watu kwenda kutembelea vivutio mbalimbali au kwenda maeneo mbalimbali ya utalii kwa ajili ya mapumziko. Na hii ni sehemu ambayo tunaitegemea sana kwa utalii. Unajua wakati fulani Tanzania ilikuwa ina rekodi watalii 1.5 mpaka 2 kwa mwaka. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama tuna watalii 84 ambao wanaenda kwa mwezi Zanzibar, tuna watalii takriban 1,000,000 ambao wanatembelea Zanzibar tu kwa mwaka. Kwa mwaka. Kwa hiyo nyingine nusu iliyobaki ndio sasa ambao wanaenda maeneo mengine. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Zanzibar ni sehemu ambayo tunaitegemea sana kwa utalii. Na ukiangalia pia ni sekta ambayo inachangia kwa kiwango kikubwa sana hata kwenye masuala ya ajira. Ukiangalia ajira nyingi ambazo watu wanatizama zile za TRA na nani, lakini ukiangalia sekta ambayo inatoa ajira nyingi sana ni pamoja na sekta ya utalii. Kwa sababu kwa mwaka jana, kwa takwimu kwa mfano za mwaka jana, zaidi ya watu 1.5 wameajiriwa kwenye sekta ya utalii. Na mapato ni mengi, na kila wakati tunaona mapato yake yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kama inatoa mchango wa 17.2 kwenye uchumi wa nchi, maana yake ni kwamba ni sekta ambayo ni muhimu sana. Ni sekta ambayo ukiangalia inaziacha hata sekta nyingine ambazo tunaweza tukazizungumza au zinazungumzwa sana katika mchango wake kwenye uchumi wa nchi. Kwa hiyo ni sekta ambayo ina umuhimu wake mkubwa sana katika uchumi wa Tanzania. Na tumegusia hapa kuhusiana na takwimu hizi na kama ambavyo pia zilielezwa na Fatma Hilali ambaye ni mtakwimu wa ofisi ya mtakwimu mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Tusikie pia kile ambacho alieleza. Bara la Ulaya limeongoza kuwa na jumla ya wageni 63,726 walioingia nchini, sawa na 77.1% ya wageni wote wa mwezi wa Februari 2025. Christmas na New Year. Kwa hiyo zile zimeondoka na watu sasa hivi wanarudi mashuleni, wanarudi makazini. Kwa hiyo ndio maana February to accept kwamba figa iko vile. Lakini bado tuangalie nchi 5 zilizokuwa zimeongoza kuja kwetu Zanzibar. Italians wanaongoza chati. Kama ilivyokuwa in the past year, ni Italians wanaongoza chati. Tukumbuke ilivyo strike corona, wao ndio walikuwa wana lockdown, kwa hiyo walikuwa hawaji huko. Lakini immediately tulianza ku open up, wao sasa wanaongoza charts mpaka sasa hivi Italy inaongoza. Hivi tunaelekea katika low season. Kwa hiyo na idadi pia inapungua. Lakini serikali sasa ina mpango mkubwa kuondoa hii low season, pamoja na kuwa ni ngumu kidogo kwa sababu low season inategemea na wale holidays, wale wageni wetu ambao wanakuja hapa. Lakini hivi sasa serikali ina mikakati mbalimbali pamoja na kuanzisha matamasha katika kile kipindi cha low season ili kusupplement ile idadi ya watalii ambao wanakuja hapa nchini. Hivyo tuungane sasa na Zainab Hamis ambaye ni mdau wa utalii akiwa kule Unguja. Karibu sana Zainab, habari za hapo Unguja? Habari nzuri, karibuni sana katika visiwa vya marashi ya karafuu. Na shukrani. Visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa bluu. Asante sana. Kwa wakati kama huu ambapo kunakuwa na idadi ndogo ya watalii, ni vitu gani hasa ambavyo vinakuwa vinaendelea? Kwanza asante kwa swali zuri, lakini kinachoendelea kikubwa ni ukame. Yaani huo ndo unatutafuna kweli kweli, yani. Maana hicho ndo ninachokiona cha kwanza.
hakuna harakati pirika za kazi, hasa katika tasnia yetu. Na inakuwa hasa katika vipindi gani ambavyo hali kama hii hujitokeza? Ndo vinajitokeza katika hii hali low season, kwa sababu kipindi hiki utakuta magari mengi yamepaki. Kipindi hichi utakuta watu hata wakienda kwenye maeneo yao ya kazi bado hawapati kazi. Mtu anaenda anakaa mbali, pesa ya mafuta hajaipata, pesa ya chakula hajaipata, pesa ya tajiri hajaipata, kwa sababu si kila mwenye gari ni mmiliki. Kuna wengine magari wanakodi, naona. Kwa hiyo yani ugumu ndio uko hivyo. Tumeona kwa mujibu wa tafiti wazawa hawa ndio. Sikusikii vizuri? Ndio, endelea. Wazawa wanakuwa si watumiaji wa magari yetu, kwa hiyo utakuta ni ngumu. Wazawa wengi wanatumia bajaji, wanatumia bodaboda. Sasa sisi wenye magari huku inakuwa ngumu kufanya kazi. Tumeona kwa upande wa mwezi wa kwanza huu na wa pili, sababu hasa ikielezwa likizo nyingi zikiwa zimeisha na watalii wengi nao wanakuwa wanarudi katika shughuli zao. Kwa hivyo ndio ni moja kati ya sababu ambazo zinapelekea kupungua kwa watalii. Ni katika kipindi gani kingine ambacho mna kushuhudia hali kama hii kujitokeza? Kuanzia mwezi wa 9, wa 10 huko kuendelea, na kwenye kuna kwa kugumu. Tunakumbana na kipindi kama hichi ambacho sasa hivi tunacho. Naam, tutarejea kwako Zainab, na Walter amegusia hapa kwamba ni vipindi ambavyo hutokea mara kwa mara, kwa sababu zile ratiba zinakuwa kama zinajirudia mwaka unavyotokea. Kuna miezi ambayo watu wengi huchukua likizo, kipindi cha wanaangalia kama ni kiangazi ama ni vingine. Sasa katika hali kama hii, maeneo kama haya yanapaswa kufanya jitihada gani ili kusaidia hali? Asante sana Hilda. Moja ya kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba either tunaweza tukawa ni kwamba tumepumbazika na swala la kwamba watalii lazima wawe ni wazungu. Yaani hii ni moja ya kitu ambayo inaturudisha nyuma sana, kwamba tunategemea sana kwamba watalii ni wale ambao wanatoka Ulaya, wanatoka Asia, wanatoka maeneo mbalimbali duniani. Ni sawa, ni muhimu, lakini pia ni vizuri kuweza kuona kwamba vipindi vyote kuna kuwepo na utalii katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu. Tusitegemee tu lile soko la nje. Soko letu la ndani tumelifanyia kazi kwa kiwango gani? Ukiangalia kwa mfano sasa hivi hata anavyozungumza, unaona kabisa kwamba kwa sababu wazungu sasa wamerudi makazini, imekuwa ni low season na wenyewe wamerelax. Yaani huoni kama vile wana zile alternative, waona namna nyingine ya kuweza kuona kwamba je, hili soko la ndani tunalitumia vipi? Unajua nchi ikifika hatua ya kwamba kila sekta tunategemea sana nje, maana yake ni kwamba kuna wakati tunaweza kuingia kwenye mkwamo mkubwa sana. Duniani huko mambo yanabadilika kwa kasi kubwa sana. Utasikia hichi, utasikia mambo ya reciprocal tariffs na vitu vingine kama hivyo. Vinaleta ukwamo sana kama nchi ikiwa kwamba haijafikiria kuona namna gani ambavyo wanalitumia soko la ndani. Ukienda kwa mfano hata Afrika ya Kusini, utazungumzia low season, lakini utakuta kule bado watalii wanakwenda wengi kwa sababu ya namna ambavyo wametaka kulitumia soko la Afrika ya Kusini, lakini pia soko ndani ya Afrika yenyewe. Kwamba Waafrika wengi wanategemea kwenda Afrika ya Kusini kutembea na vitu vingine kama hivyo. Je, sisi tunatumia jitihada gani katika kuweza kuona kwamba hili soko letu la ndani, soko ndani ya Afrika tunalitumia vipi kwenye masuala ya utalii? Bila ya kutegemea zaidi hili soko la nje zaidi. Ni soko muhimu, lakini pia tuangalie kipindi cha low season tunakitumia vipi ili kuweza kuhakikisha kwamba watalii wengi wanaendelea kuja katika nchi yetu. Ukienda kwa mfano maeneo mbalimbali ya utalii hapa nchini, yani mtu mweusi anapewa kipaumbele kidogo sana. Yani anaonekana kama vile huyu sio mtalii. Yani ni kama vile ni mtu ambaye amekosa kazi, ni mzururaji na vitu vingine kama hivyo. Yani namna ambavyo unapokelewa, namna ambavyo unapewa huduma
ni tofauti na anavyokuja mtu mweupe. Yaani wanakiambia kwamba kuna watu 10 wazungu wanakuja, unakuta wafanyakazi wamejipanga, ile reception jinsi ilivyo ni nzuri. Lakini ikitokea kwamba ni akina Goodluck wanakumbuka miaka yao 10 ya kumaliza chuo kikuu, wanaenda pale Cape Verde au wapi kwa ajili ya mapumziko na kuzungumza mambo yao, unashangaa unakutana na reception ambayo ni ya ajabu kabisa. Kitu ambacho kinawakatisha watu tamaa. Ndio maana wengi wa hapa hawaendi maeneo ya utalii, wanaenda kutafuta tu garden nyumbani kwa mtu, wanafanya shughuli zao, inaisha. Kwa hiyo ni namna ambavyo lazima wafikie hatua wafanye nini, wafanye mabadiliko ili angalau hili soko la ndani liweze kuchangamka. Hizo events tuzione. Swala la kutangaza utalii sio swala la Mama Samia peke yake au la Dr. Mwinyi peke yake. Ni swala ambalo linajumuisha wadau wote wa sekta ya utalii kuhakikisha kwamba wanautangaza utalii wa nchi ili wageni waweze kuja, na wageni tusitegemee tu rangi nyeupe, tutegemee pia wageni kutoka Kongo, kutoka Nigeria, kutoka Afrika ya Kusini, kutoka maeneo mbalimbali. Waje watembelee katika vivutio vyetu hivi. Na inaonekana kwamba utalii huu wa kutegemea wageni kutoka ng'ambo, kwa maana ya wenzetu kutoka Ulaya na Marekani, umekuwa ndo tunaupa nguvu zaidi. Lakini je, utalii wa ndani kuna namna ambavyo unaweza ukaleta tija, kwa sababu imekuwa ikionekana kama ni utalii ambao bado uko chini, hasa mwamko wake pia bado uko chini. Yes, utalii wa ndani unaleta tija kubwa sana. Unajua, kwa mfano hata wakati mwingine ukiangalia idadi ya watalii wa ndani ambao unaweza ukapewa, wakati mwingine unakuta kwamba ni wanafunzi walioenda kutembelea hivyo vivutio. Ndio. Yaani unakuta wanafunzi wanapelekwa zile trip za shule kwenda kuangalia vivutio, kwenda Mikumi, kwenda wapi. Lakini kama kungelikuwa na mwamko mkubwa wa ndani na ndani, manake ni kwamba ni kuweza kuona namna gani ya kutofautisha wale wanaotoka Ulaya na hawa ambao wanatoka nyumbani hapa. In terms kwa mfano gharama. Kwa mfano gharama hizi ukiangalia, gharama anayolipa labda mzungu na anayolipa mtu aliyetoka labda ng'ambo na mtu ambaye yuko hapa, zinapokuwa zinashabiana, maana yake ni kwamba unamfanya huyu kuona haipo haja ya mimi kwenda kwenye maeneo hayo. Lakini mara nyingi gharama ambazo zawazawa zinakuwa chini. Zinakuwa ni chini kwa mfano kwenye yale maeneo ambayo kwa mfano ukienda kwenye mbuga za wanyama na lakini swali linakuja ni kwamba accommodation. Yaani unajua hapo ndiko ambako kuna mziki mkubwa. Ndio. Accommodation, kwamba ukienda hautalala kule mbugani, otherwise utakuwa ni chakula cha simba. Maanake ukitoka pale utahitaji kwenda kwenye hoteli nzuri upate kupumzika. Kuna ile kusafiri. Je, zile gharama za usafiri kama huyu anaonyesha kwamba magari wamepaki. Sasa yes. Kwa hiyo lakini kama wangekuwa wameweza kutofautisha na kuona kwamba sasa hiki ni kipindi cha low season, tulipe nguvu sana soko letu la ndani, maana yake ni kwamba gharama zile zingepungua na kuweza kufanya watu wengi wakaweza kuvutika zaidi na kwenda kwenye haya maeneo. Ingewezekana kwamba hata Azam wakapanga sasa kwamba sasa hivi ni low season, gharama ziko nafuu, sasa ngoja tuende mapumziko Ngorongoro, tuende wapi, gharama za usafiri ziko chini na vitu vingine kama hivyo, malazi yako chini, chakula kinapatikana kwa bei ambayo ni nzuri. Hivyo turejee kwake Zainab. Zainab, tumezungumza hapa kuhusiana na aina ya watalii pia ambao wanakuja wakati huu ikiwa ni ndogo. Vipi kuhusiana na watu kutoka hapa nchini, utasema utalii wa ndani zaidi? Umetueleza kwa kiasi gani wamekuwa wakitembelea wakati huu? Zainab, wakati tunasubiri ajibu swali hilo, turejee hapa nchini, hapa studio. Nchini wapi tena? Zainab yuko Ulaya. Turejee hapa studio. Unajua pato la taifa ambalo sekta ya utalii imekuwa ikichangia ni 17%. Yes. Na miaka 5 iliyopita tumeweka malengo ya ifikapo mwaka 2025 tutoke kiwango cha watalii 1.5 kwa mwaka hadi 5 kwa mwaka. Yes. Sasa mwaka 2025 ndio huu mwaka ambao tulikuwa tunatarajia tufikishe 5 kwa mwaka watalii, idadi ya watalii. Lakini idadi ya watalii ndio hiyo, tumesikia takwimu kwamba wanapungua. Inawezekana vipi pengine kutimiza ndoto hii kwa kipindi kilichosalia cha miezi
takriban 9 iliyobaki kumaliza mwaka huu. Nadhani ni malengo ambayo walikuwa wamejiwekea na waliamua kujiwekea malengo ya juu kabisa. Ndiyo. Ili angalau mpambano uweze kuwa ni mkubwa zaidi. Lakini kufika milioni 5 kwa mwaka huu itakuwa ni ngumu kidogo. Lakini angalau ninaamini kwamba idadi ya watalii itaongezeka. Kwa sababu ukiangalia tumekuwa na matukio mengi sana kwa mwaka huu ambayo yamehusisha wageni wengi kuja kwa wingi sana hapa nchini. Na tunategemea pia kipindi kile cha high season kitakapoanza pia. Na juzi tu hapa kulikuwa na ile event. Yes, yes. Kwa hiyo tunategemea pia kwamba watalii watakuwa ni wengi. Japokuwa tutafika hiyo milioni 5, lakini angalau tutakuwa tumesogea kwa kiwango kikubwa sana. Yes. Lakini turejee kwenye unajua kufanya kama familia na baba mama mtoto wako zao wanatalii. Utamaduni wa hivi tabia huu utamaduni wa kutalii. Kwa nini sisi inaonekana kama ni utamaduni wa watu fulani hivi alafu wengine yani hasa kwa ngazi ya familia. Sio watu wengi ambao unakuepo. Labda itokee good luck tu na marafiki zake wameamua kwenda kutembea. Unajua ni mipango ukiangalia kwa Tanzania ni familia chache sana ambazo utaona kwamba wanatoka kama familia wanakwenda mapumziko katika maeneo mbalimbali. Lakini ukiangalia katika mipango mingi ya familia nyingi huwezi kuona kwamba wameweka labda kwa mwaka huu tunahitaji kwenda kupumzika sehemu fulani. Yani wakajiwekea malengo kwamba mwaka huu pengine tutakwenda maeneo fulani ya utalii, tutakwenda kupumzika kwenye hoteli fulani na kwa ajili ya kupata lunch au dinner au vitu kama hivyo. Kwamba ingetakiwa kwa mfano leo ni birthday ya kijana wangu Walton, ingetakiwa kwamba kama familia sasa tunakwenda sehemu kwa ajili ya kukata keki na vitu vingine kama hivyo. Badala yake mnafanyaje? Tutaenda pale nyuma ya nyumba pale. Huo ni mfano hai Ni mfano hai, yes. Lakini hamjapanga kusafiri. Hatujapanga kusafiri. Lakini ingelikuwa ni wenzetu unakuta ni mipango ipo kabisa. Shida ni nini? Shida kubwa wakati mwingine ni uchumi, ubahili, mipango mingi kwamba sisi unakuta kwamba wakati mwingi tunawaza sana matofali kuliko hivyo vitu vingine kwamba kupumzika na mambo mengine kama hayo. Unajua ni kama hata mtu mwingine ana bima kubwa lakini yani swala la kwenda kufanya check up yani ni swala ambalo ni gumu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba watu wengine sio kwamba rasilimali hiyo haipo. Swala ni kwamba ni kipaumbele, lakini vile vile je tunarithishana vitu vya namna gani? Kwa sababu vitu vingine ni kumuona baba anafanya, kumuona mama anafanya. Kwa hiyo unahisi kwamba vile sio utamaduni wetu. Na pia viongozi ni kama vile na watu wengine wamekuwa kituaminisha kwamba watalii ni wazungu na watu wengine kama hao, kama tunavyozungumza hapa sasa hivi. Lakini tofauti tulishuhudia pia ugusia hapo wakati wa corona ambapo watalii hata utalii wa ndani nao wakati ule ulikuwa kutokana na wengi kutembelea maeneo. Yes, na wakati ule ni kwa sababu kwamba gharama zilikuwa ziko nafuu sana. Gharama zilikuwa ziko nafuu sana. Kwa nadhani pia gharama ni kikwazo. Gharama ni kikwazo. Utalii wa ndani ukiangalia viwango ambavyo vimewekwa vya utalii wa nje ni kiwango cha gharama wanazolipa ni kubwa zaidi kuliko hata wanaolipa ndani. Ninachozungumza good luck sio gharama za kuingia kwenye vile vivutio. Gharama ziko kwenye accommodation. Yani kwamba akitoka pale hoteli anayoipenda, je, anaweza kulala? Anaweza kula chakula? Je, ile gharama ya kusafiri kwa mfano ninataka kwenda kwenye mbuga fulani. Je, nikienda kwenye haya makampuni yanayokodisha magari, gharama yake itakuwa rafiki? Kwa hiyo mtu akitizama hivyo, yani gharama haiko kuingia kwenye lile geti. Gharama iko nje ya pale, kuanzia kwenye kusafiri, kwenye malazi na vitu vingine kama hivyo. Na ndio maana wenzetu wanaowazungumza hawa wenzetu wa Ulaya, inapofika kipindi cha low season ndio kipindi kikubwa kwao cha kuweza kuliamsha lile soko la ndani. Ndio maana wanakuwa na events nyingi ambazo ni kwa ajili ya kufanya watu wengi kuweza kwenda kwenye hayo maeneo. Lakini vile vile wanakuwa na gharama ambazo ni nafuu zaidi na gharama ambazo ni affordable. Unajua kwa sababu hawa wako pale hawahitaji sana ukiwaambia magharama yako makubwa anaona ya nini sasa, si bora nikaongeza kidogo nikaenda sehemu fulani. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuangalia kwenye swala la gharama. Lakini kwenye hilo swala pia la hospitality, kwa maana ya kwamba kwa mfano ukiangalia sisi watu weusi
Hatuthaminiani kabisa. Unaweza ukafika kwenye hoteli unakutana na receptionist pale, yuko pale mtu wa mapokezi, lakini akawa anaendelea na mambo mengine kabisa. Yani hakupi kipaumbele kabisa. Hakuoni kama wewe ni mtalii. Yani anaweza kumuita Asha huko nyuma huko. Yani anaongea na wewe lakini anamuita Juma huko anafanya nini? Yani ile tension hata ya kukusikiliza haipo. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine mtu anafika kwenye eneo anakereka nafasi, anasema ni bora ningebaki nyumbani kwangu. Kwa hiyo ni eneo ambalo inabidi tubadilike kwa kiwango kikubwa sana. Namna ambavyo tunawakarimu watalii wawe wa aina yoyote ile, awe ni kutoka Tanzania, yuko Tanzania, awe ni wa kutoka Ulaya, wote wapewe tension, wapewe mapokezi ambayo ni mazuri. Na unajua unapofanya vitu vya namna hiyo, maana yake ni kwamba huyu anaenda kuwa ni barua tosha ya kupeleka kwamba ukienda sehemu fulani, rafiki yangu wale watu wako vizuri. Ukienda yani ushaona kwa sababu hata kwenye magrupu mtu anaweza kukwambia hivi sehemu gani nzuri nikifika Arusha, unashangaa mtu ana comment. Kutokana na jinsi ambavyo aliweza kupokelewa, namna ambavyo alikuwa treated na mambo mengine kama hayo. Lakini kuna mtu mwingine anaweza akasuggest tu kwenye grupu, kwa sababu tunaona anasema twende hoteli fulani. Unasikia hiyo ni kichaa hiyo. Hiyo unaweza ukaagiza chakula saa 6 ukaletewa saa 10. Au ukaletewa chakula ukarushiwa tu hapo. Hata kuambiwa nini wala hata kuonyeshwa sehemu ya kunawa mikono hamna. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuhakikisha kwamba ili soko letu la ndani na lenyewe linaweza kukua, lazima tuone kwamba ile thamani tunayowapa wale wageni kutoka nchi mbalimbali duniani, thamani hiyo wapewe watu wa ndani, kwa sababu soko la ndani huwa ni gumu. Kwa hiyo kama wale unawapa thamani, basi hakikisha hata hawa unawapa zaidi, ili angalau kuweza kuhakikisha kwamba eneo lako linakuwa ni kivutio zaidi. Tujaribu tena kufikia Zainab. Zainab, kama unatupata, tumegusia hapa kuhusiana na huduma ambazo zinatolewa kwa watalii, hasa wale wa ndani na wa nje, ni kama zinakuwa tofauti. Sababu hasa inakuwa ni nini? Sababu hasa inakuwa ni kasumba ambayo tumekuwa nazo, manake kama tumezirithi hivi kwamba mgeni hasa ni mzungu. Yani kama sisi kule kutawaliwa kumetuathiri. Unaona? Na hiyo changamoto mimi nakutana nayo nikiwa na wageni wangu wazungu. Hakuna shida, utaenda Spice utapokewa nini. Hata kama hoteli kama alivyosema Mr. hapo lakini ukiwa na wageni labda wa South Africa weusi, au wa Nigeria weusi, au wa Marekani weusi, muonekano tu ambao anaonekana kwamba ni Mwafrika, muonekano, mapokezi hayawi mazuri, basi anabaki kwamba kama wewe dereva wageni wako au ni tour guide wale wageni wako, uhakikishe hayo maeneo yote yanaenda vizuri. Yani unaonyesha kwamba msikilize mgeni, yani unamsimamia kwamba ile huduma iende sawa. Kwa hiyo tuna kama kasumba fulani zimetuathiri na zipo, na sijui kama zitaondoka. Unadhani nini ambacho kinaweza kusaidia kupunguza? Kirusi kupunguza, labda kwanza tuwe na hela sisi wenyewe wazawa. Mimi nadhani hii pia ni changamoto. Kwa mfano, kwa wenzetu wanaweza kufanya kazi saa moja kwa $25 au $15 au $20 kwa saa. Yaani mtu ana uhakika kufanya kazi kwa saa dola fulani. Turudi kwetu, tuna uhakika kufanya kazi kupata hata kama 10,000 kwa siku? Hatuna. Yaani wengi wao hatuna kazi ya kwamba umetoa matumizi umeacha 10,000 pale imelala. Haipo. Sasa hicho nacho kinaleta changamoto ya kufanya hata huyo mzawa asiweze kwenda kwenye vivutio, kwa sababu kama hiyo kipato. Kwa mfano baadhi ya maeneo ya serikali kweli bei ni nafuu, ipo ya mgeni na ya mwenyeji, lakini ukienda kwenye baadhi ya vivutio vya private, wao wenyewe wanalipa kodi yao, hawatizamwi na wao kama huyu mzawa huyu wote madam una makasa una haya matotoze, basi wewe lipa kiasi fulani, wana viwango vyao usivijui. Na yeye inamlazimu lazima aweke reti moja ya viingilio, haijalishi mzawa, haijalishi mgeni, ataweka reti moja kwa sababu ya kodi zinazotusakama au zinazotuzunguka. Hatuzikatai, lakini si rafiki
Kwa hiyo zinafanya mgeni, kwa mfano mzawa, hatuweza kuangalia kima Jozani kila siku. Atataka leo aende Jozani, atataka mimi nitamshawishi aende. Lakini atasema ameseti kwenda Jozani, nataka labda niende Nungwi au Kizimkazi nikaangalie matotozi. Kula ukienda utamwambia reti ndo hii, mtu ana watoto 6. Haya, watoto 6 plus ndo yale, mtu anaanza kuwaza matofali aende kule, kisha hatachukua gari yangu. Nishamshawishi ile tu akaipenda, lakini ataanza kutafuta hapa nende na gari ya nani, atatafutwa wa nyumbani ambaye yeye hatui huduma ile, ili mradi afike pale. Kwa mimi sipati chochote kwenye tua ile ambayo mimi nimeuza. Sasa utakuta kwamba vile vitu havikufanyi uwauzie wazawa au ufanye nini, kwa sababu havikulipi. Hiyo ndo changamoto kubwa. Naam Zainab, haya tumeona hizo changamoto wote. Katika mazingira haya yote, kama mchumi mtaalam pia wa masuala ya fedha, ni mambo gani ambayo unaona yakifanyika naweza kusaidia hasa wakati huu ambapo watalii watakuwa wachache, ili kuongeza ama kubadilisha hali? Ya kwanza ni tubadilishe hizo kasumba tuzibadilishe, kwa maana ya kwamba tuwe na vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea kuhamasisha Watanzania wengi kuweza kushiriki kwenye masuala ya utalii. Lakini jambo lingine pia, serikali pia iwe na msaada mkubwa katika maeneo haya kwa maana ya kwamba kama ni maeneo yale ya utalii, kama kuna changamoto ambazo zipo, kwa sababu kuna maeneo mengine mpaka leo yanafikiwa na watalii wengi, lakini bado kuna changamoto ya barabara na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri pia na vitu kama hivyo vikashughulikiwa. Lakini twende kwenye sera pia, kwenye masuala ya sera zinazosimamia masuala ya utalii. Marekebisho yamefanyika mengi, lakini pia waendelee kuangalia, kwa sababu soko nalo halibaki hivyo. Soko mara zote huwa linabadilika. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kubadilika na soko la dunia jinsi ambavyo lilivyo. Kwa hiyo tuangalie sera zetu na kuweza kuona kwamba ni kitu gani tuongeze na kitu gani ambacho tunaweza tukakipunguza, ili mradi kuendelea kufanya watalii wengi kuweza kuja Tanzania. Unajua Tanzania ni moja ya nchi ambayo ina vivutio vingi sana. Ukitaja mataifa ya Afrika ambayo yana vivutio vingi, kwenye top 3 Tanzania ipo. Na ukiangalia duniani ni kama ya 15. Kwa hiyo na sehemu bora za kutembelea Afrika ziko Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hakuna sababu ya sisi kutokuwa na watalii wa kutosha. Kwa hiyo ni vile vitu ambavyo tunaviona kwamba vinakuwa ni kikwazo, vikafanyiwa kazi kwa haraka, ili angalau kwamba kuweza kufungua hii milango ya utalii ikaweza ikawa ni mikubwa zaidi na watu wakaweza kuingia kwa wingi zaidi. Tunawashukuru sana. Asante sana Walter. Tunamshukuru pia Zainab, na bado tutabaki hapo kwenye utalii. Umewahi kusikia kuhusu nani? Safari Field Challenge? Yes. Safari Field Challenge hii ni hatari bana. Watu wanashindana kule porini. Waongoza watalii wanashindana kule, alafu baadaye tunapata mshindi, anapewa zawadi nono. Sasa hii imekuwa na miaka 10 sasa, muongo mmoja. Kwa hiyo muda si mrefu hapa tutakuwa nao, natuambia kwa mwaka huu 2025 mipango ikoje. Na ndio hayo mambo ya kuboresha sekta ya utalii. Watakapokuja wajue kabisa kwamba Goodluck atafunga harusi muda so mrefu. Kwa hiyo waangalie namna kumaccommodate kwenye ile nini fungate. Zainab, asante sana, tunakushukuru, tunakutakia majukumu mema hapo Unguja. Na sasa mwenzangu hapa Goodluck anatarajia kutembelea huko, nitakuja mwezi wa 6 nitakuja, sini Nungwi, sini Kizimkazi. Sehemu gani nzuri hasa ambayo inanifaa? Hebu niambie kabisa Zainab. Sehemu nzuri Nungwi, Kizimkazi kwa mama, kote kumenoga. Kumenoga. Basi inshallah tutaonana huko. Shukrani sana. Ni Zainab Hamis, utalii wa ndani ni muhimu sana. Ataenda Kizimkazi. Kizimkazi. Kizimkazi lazima. Asante sana. Kipindi hicho. Sasa mwaka wenyewe tunakamilisha hivyo mchambuzi wa uchumi Walter Nguma, tukizungumza hapa kuhusiana na wakati huu ambapo idadi ya watalii imeshuka kutokana na msimu pia wa low season ya watalii kushuka hasa kule Zanzibar. Muda mfupi ujao baada ya mapumziko tutakujuza kuhusiana na Safari Field Challenge kwa mwaka huu 2020.
Tanzania.